Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Nasi wako hapa kwa ajili ya kushuhudia tukio zima. Inakuaje? Shwari. Kwa vizuri. Shwari. Nenga inakuaje? Poa kabisa. Poa. Alhamdulillah. Nyinyi mmekuwa washikaji wa karibu wa Mbosso. So far mnazungumziaje kuwepo kwa shughuli ya room number 3? Ni jambo kubwa na ni jambo zuri. Tumekuja na siku kushuhudia kuna nini ndani ya room number 3 na kwa nini ni room number 3 na kwa nini leo. Okay, sawa. Natamani kusikia kama labda pengine kwa Whozu au Bilnasti kuna mmoja wenu labda amehusika kwa kwenye room number 3. Kwa upande wangu hapana, sijui kwa Whozu. Kwa upande wangu pia. Okay. Lakini nilikuwepo kwenye maandalizi. Niwe na record na ndaa kwa shughuli. Kwa nazijua baadhi. Sawa. Mawe vipi? Amejipanga kwa vizuri. Alafu Mbosso, unajua Mbosso ni msanii mzuri, ni utunzi kwenye kila kitu. Kwa mimi sina shaka naye, labda ndugu yangu. Nenga, Mbosso baada ya kutoka WCB watu waliongea maneno mengi sana. Mbosso shughuli yake ndio labda pengine inaenda kuisha kwenye muziki wake. Hizi comment kwa kutana nazo labda pengine wewe ungezungumziaje? Hapana, siwezi kutana nazo sababu mimi comment ninazomhusu mtu mwingine mimi ni ngumu sana kutana nazo. Hata nikikutana nazo huwa sijali wala sifuatilii kwa sababu mtu pekee anaweza kudetermine future ya mtu mwingine au kesho ya mtu mwingine ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye lolote lenye heri, kwenye lolote ambalo Mungu mpaka ameweka kipaji kwa Mbosso au kwa mtu mwingine yote, pia anajua namna gani kipaji kinaweza kumnufaisha au mtu kitakuwa kwa namna yake ambayo yeye Mwenyezi Mungu ameipanga. Kwa hiyo kupita sehemu popote au kwa sehemu popote yote ni mipango ya kwake Mwenyezi Mungu. Lakini mimi naamini pia moja kati ya lebo kubwa kwa kutokea Afrika ni WCB. Kwa hiyo msanii akiwa ndani ya WCB na kwa muda ambao Mbosso amekaa ndani ya WCB, naamini amepata vitu vingi vizuri ambavyo vinaweza kumfanya pia akajiendeleza vizuri kwa sanaa yake kupitia elimu na vitu vingine, experiences mbalimbali ambazo tunaziona kwa sanaa ya WCB. Tumeona comment nyingi sana. Mbosso ni mwanamuziki ambaye watu wanaanza kumfahamu akiwa Moto Bendi, baadaye WCB, kote akiwa anasimamiwa. Nao wanakwenda kusimama mwenyewe. Wewe Bilnasti, kwa sikio lako na macho yako kwa jinsi ambavyo umeanza kumuona na kumtambua Mbosso, unadhani anakwenda kusimama na kwenda kupata anguko kama watu wengine wanavyotabiri? Ndio nimetoka kujibu kabla hapo. Future ya mtu yote au kesho ya mtu mwingine yote inapangwa na Mwenyezi Mungu. Mimi siwezi kutabiri chochote, sina taaluma ya utabiri, siwezi kubashiri. Mimi sijui kitu chochote kuhusu kutabiri. Mimi ninachojua Mbosso ni mwanamuziki mzuri, atoe ngoma kali tu enjoy. Primejia leo hivi mashemeji Nandi, Wema. Sisi ni ndugu. Huyu ni ndugu yangu. Huyu angekuja na Wema, wewe ungekuja na Nandi. Mimi mke wangu yuko Kenya. Okay. Chibaba? Mama yuko kwenye ziara. Okay. Sawa. Nenga vipi? Yote imepatikana? Bado. Imepatikana? Okay. Labda kuna process labda nimesikia tetesi labda pengine kwa sehemu fulani. Hapana. Bado tunatafuta na kwa yote ambaye anaweza kutusaidia itakuwa ni jambo zuri sana kwa sababu sio swala tu la pete, ni swala la memories. Na unajua process hata tukitaka kutengeneza pete zingine lazima turudi kanisani na vitu vingine, kwa kuna utaratibu ambao ni mrefu kidogo. Kwa hiyo kama kuna namna zinaweza kupatikana ama kuna mtu anahisi labda akizileta itakuwa changamoto, azidondoshe tu hata na electronics pale, si ndio? Kuna namna nyingi ya Nenga ukuonekana kwenye event ya yetu jana. Ndio walikuwa ukuja au ni nini kilitokea? Sikualikwa wala sikuwa najua kama ana hivyo. Na kwa nini kafanya hivyo watu nyinyi mlikuwa kama walezi kwake kwenye muziki kumtoa na kufikia pale ambapo yupo? Sijui, kwangu mimi sijashangaa kwa sababu sina mazoea naye yote ya karibu wala sio mtu ambaye angeweza kunialika. Kwa hiyo niliona tu ingekuwa tu hivyo ya. Wewe ni mmoja kati ya wanamuziki wakubwa wanaofanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa Bongo Flava na umestiki mwenyewe muda mrefu kweli kweli. Unakwenda kumshauri nini Mbosso kuhusiana na muziki wake sasa anakwenda kusimama mwenyewe kama ambavyo umesimama wewe? Kitu ambacho namshauri Mbosso komae kwenye strength yake. Kila mtu ana kitu ambacho ana nguvu nacho na kuna kitu ambacho hana. Kile ambacho anaona yeye anacho ndo akikazia iko zaidi ndo kitamfikisha kwenye nchi ya ahadi. Chibaba, tunakuona uko karibu kabisa na Bilnasti na tayari sasa hivi ana miaka 3 kwenye ndoa. Tegemee ndoa yako na mimi ni kaka yangu, yani mimi ni role model wangu.
Msichokijua mimi ndio nakuwa msimamizi wa harusi yao. Na moja kati ya swali ambalo pia Billnass nakumbuka last time nilifanya interview na wewe nikakuuliza kuhusiana na labda pengine ushamsikia siku moja uwezo akizungumzia bana ndoa bana mwakani ama nini. Sasa hivi anafanya mafundisho ya anafanya madrasa. Kwa hiyo very soon ndugu yangu ataslim inshallah atafuata njia ile bora na baada ya hapo tutapeleka posa na posa yetu ikikubaliwa tunataka ndugu yetu asiingie tu kwenye Uislamu kwa sababu ya ndoa lakini aingie awe bora pia katika eneo hilo la Uislamu aweze kuwaleta watu wengine katika Uislamu. Kwa sababu alikuwa labda apendi lizungumzia lakini mimi wote niliweke wazi kwa sababu naona anapata tabu sana kuulizwa kuhusiana na ndoa na kila kitu. Swala linalochelewesha ndugu yetu bado inabidi ajifunze imani yake hii mpya atakaoenda kuingia na baada ya hapo naamini tutakamilisha swala la harusi na sidhani kama kuna harusi itakuwa kubwa kama harusi ya Whozu na Wema. Mimi nakwambia kwa sababu wakati mimi nafunga ndoa nilikuwa na mchoro wa namna harusi yangu iwe lakini kwa bahati mbaya wakati ule budget zilikuwa sasa hivi nguvu tunayo tutatumia mchoro ule na tutaongeza vitu vipya na uzuri nimeshiriki pia kwenye harusi ya Jux na harusi zingine zote kubwa zilizotokea. Kwa hiyo najua namna gani tutafanya harusi ya Walelo, John, Whozu, Walid, mume wa Wema. Na watu wengi inawezekana kupi maua yako. Ngoja nikupe maua yako. Mitaa inasema kwamba